Vijana wametakiwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani kwa kuchagua viongozi wenye maadili mema na wanaopinga vitendo vya rushwa ambavyo vimekuwa vikwazo katika kupata viongozi sahihi ndani ya jamii. Wito huo umetolewa na mjumbe wa Baraza Kuu la Vijana wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa kutoka mkoa wa Geita, Reuben Sagaika, wakati akizungumza katika kongamano la vijana na waumini wa Kanisa Katoliki Parokia ya Maria Goleti mjini Geita. Sagaika amesema ni muhimu kwa vijana kutumia nafasi yao ipasavyo kwa kuwachagua watu waadilifu wenye hofu ya Mungu na wenye maono ya kuleta maendeleo katika maeneo yao. Aidha, amewataka vijana kuwa mstari wa mbele katika kulinda amani na mshikamano kipindi chote cha uchaguzi ili kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa utulivu na haki. Hii ni News Update Media. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Jambo jingine, ndugu zangu waumini wenzangu na vijana wenzangu, kuna uchaguzi na haki kwa vijana. Uchaguzi na haki kwa nini? Ndugu zangu, tunaelekea kwenye kipindi muhimu sana cha uchaguzi mwaka huu. Kila mmoja sana jua hiki, mwaka 2025 huu mwezi wa 10 tunaelekea katika kipindi kikubwa cha uchaguzi. Tunaenda kuwachagua madiwani wetu, tunaenda kuwachagua wabunge wetu na tunaenda kumchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndio? Mwaka huu 2025 kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema. Sasa ni wakati wa vijana kujitokeza. Lakini pia ni wakati wa kuwa waangalifu. Kwa hiyo ndugu baba paroko, nichukue nafasi hii kuomba sana vijana wenzangu wa parokia Maria Goleti. Tujitokeze kwa wingi sana vijana wenzangu katika kuhakikisha tunajiandikisha katika maeneo yetu ili kapige kura za kuwachagua viongozi wetu, kwa sababu viongozi wetu hawa ndio tunaishi nao katika maeneo yetu. Madiwani pamoja wabunge na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kijana, unayo haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwamba si tu kuchagua. Kijana, kama una nafasi ya kuwa kiongozi. Ndio maana mimi nimesema mbele yenu hapo kwa adhabu ya Mungu kwamba kama kijana unaye sifa ya kuongoza, basi una nafasi mwaka huu kujitokeza ukachukue nafasi ya kuwa kiongozi katika maeneo yako. Unaweza ukachukua nafasi ya kuwa mheshimiwa diwani, ukachukua nafasi ya kuwa mheshimiwa mbunge, lakini nafasi ya urais hiyo kwa upande wa chama chetu cha Mapinduzi tumeshafanyaje? Tumeshamaliza, ambao ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpigia makofi Mheshimiwa Rais ambaye ndio rais wetu kipenzi mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye tunatamani sana aendelee kutongoza mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Si ndio jamani? Kwa hiyo tunasema kijana unao haki ya kuchagua na kuchaguliwa, lakini usitumie kama daraja la kupitisha rushwa, chuki na fujo. Tumia haki yako kwa hekima na hofu ya Mungu. Heri wapatanishi, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Ndio maana kitabu cha Mathayo 5:9 kinasema kwamba heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Kwamba tunapochagua viongozi tuangalie maadili. Kwamba viongozi wetu tunaenda kuwachagua kwa sasa, tuangalie nini? Maadili, kama neno la Mungu linavyotusema. Tuangalie maadili yao, tuangalie dhamira zao, lakini pia tuangalie na hofu ya Mungu yao katika viongozi wetu. Si ndio jamani? Viongozi wanaomcha Mungu, viongozi ambao wana hofu na watu wao, viongozi ambao wanapenda watu, na viongozi ambao wamejaa Roho Mtakatifu akutuongoza sisi katika maeneo yetu. Viongozi wa kweli hawafichi ahadi kwenye pesa.
si ndio jamani? Wala mikutano ya siri, wanakuja mbele za watu kwa ujasiri na wa kweli. Haki, tuichague amani, tuchague maendeleo, na kwa moyo wa kizalendo tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kutuongoza katika nchi yetu, si ndio jamani? Kwa hiyo tunapochagua viongozi wetu, tuchague haki, tuchague viongozi ambao wanaweza kuleta amani, si ndio? Viongozi ambao wanaweza kuleta maendeleo na viongozi ambao wanaweza kuleta utulivu katika nchi yetu, si ndio jamani? Lakini ndugu zangu na vijana wenzangu, kuna kitu kinachoitwa amani ndiyo tunu ya nini? Ya taifa letu. Kwamba taifa letu bila kuwa na amani ndipo maendeleo hawezi fanyaje? Na ndio maana kila siku ndugu zangu, viongozi wetu wanahakikisha wanatuhubiria kuhusu swala la nini? La amani. Viongozi wetu wa Kristo wanatuhubiria sana, maana Mheshimiwa Baba Paroko hapa ametuelezea kwamba tuwe na amani kwa sababu amani ndio tunu ya nini? Ya taifa letu. Amani si maneno matupu. Amani ni zawadi ya Mungu na wajibu wetu kama wananchi. Tafuteni amani ya mji ule, hata kwenye Biblia imesema, kwa maana katika amani yake ninyi mtapata amani. Kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 7. Tunapoingia kwenye uchaguzi, tunapotoa maoni, tunapobishana kuhusu siasa, tuendelee kuwa mashuhuda wa amani. Tusiwe chanzo cha matusi, uchochezi au vurugu. Vijana tuwe uwezo wa kujenga na kuivunja nchi. Chaguo ni wetu. Tanzania imebarikiwa kwa amani, tuendelee kuilinda, tuache siasa za majungu, chuki pamoja na kibehe. Sio? Lakini ndugu zangu, kuna upendo pamoja na maendeleo katika jamii. Hapo inasema upendo ni msingi wa maisha ya Kikristo. Vijana tunapaswa kujifunza kupendana, kusaidiana na kushirikiana. Si ndio? Vijana tupendane, tusaidiane, tushirikiane, hapo ndio tutapata nini? Tutapata maendeleo katika jamii zetu.